Ndugu zangu, ni kweli kwamba deni la taifa limeongezeka. Najua hili limezungumzwa sana. Deni letu la taifa sasa limefika shilingi trilioni 114.34, lakini ni deni ambalo kwa sehemu kubwa tumekopa fedha kutoka nje takriban shilingi trilioni 75.89 tumekopa kutoka nje ili tutekeleze miradi yetu mbalimbali ambayo hapa nitawaambia, na deni la ndani ni kama trilioni 38.44 ambayo ni sawa na asilimia 33 ya deni lote. Tunafanya hivi kwa sababu tunataka tuharakishe miradi mbalimbali ambayo wananchi wa Tanzania wanaisubiri. Tunatekeleza mradi wa ujenzi wa reli hapa. Ni mradi ambao tutaugharimia kwa takriban shilingi trilioni 30. Hizi fedha ukienda uchukue zote kutoka kwenye makusanyo ya nchi, tutasababisha Watanzania wakose huduma. Kwa tunakwenda tunakopa, tunatekeleza miradi hii, lakini ni miradi ambayo itakapoanza kazi itarudisha fedha, na huku mbele nitawaambia ni kwa namna gani. Naomba kusisitiza, fedha hizi tunazokopa kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali ya wananchi ni fedha ambazo zinakwenda kuwanufaisha Watanzania. Najua wapotoshaji wanavyolisema huko ni kama vile tunakopa fedha alafu tunakwenda kugawana. Hizi sio fedha za kugawana kama njugu. Ni fedha zinazokwenda kwenye miradi ya maendeleo. Na tathmini inaonyesha kwamba deni letu la taifa bado ni himilivu sana. Ukomo wake wa deni la serikali kukopa kwa pato la taifa ni asilimia 55. Sisi mpaka sasa tuko asilimia 40.7. Thamani halisi ya deni letu ni kama nilivyowaambia hapo juu. Kwa hiyo tuko ndani ya kiwango kinachoruhusiwa kukopa. Na ndugu zangu, nataka niwaambie wale watu wanaotaka kuwatisha watu kuhusu deni la taifa, nchi zote duniani zinakopa. Na nawapeni kazi waandishi wa habari, nendeni mkagugu hapa, sitataja nchi yoyote, lakini nendeni mkagugu, mjiulize hiyo nchi inayotajwa kuwa ina uchumi mkubwa duniani, wastani wake wa ukopaji kwa pato la taifa ni kiasi gani? Ziko nchi zimeshakopa kwa sisi tunazungumza asilimia 40.7. Ziko nchi zimefika asilimia 230. Kuna nchi mojawapo hapa Afrika imeshafika asilimia 270. Ziko nchi huko Ulaya ambako ndio tunazichukua kama mfano, zimekopa kwa asilimia 170. Sisi tuko asilimia 40. Kwenye wastani wa uhimilivu, kwenye ukomo, hizi zimevuka, ziko 130, 170, 160, 230. Sisi tuko kwenye 40. Tunakopa kwa sababu tunawekeza kwenye maeneo ambayo yataleta matokeo mazuri. Na tunaandaa mkutano ambao waziri wa fedha atakutana na nyinyi waandishi wa habari, kwa sababu yeye ni mtaalamu wa uchumi aliyebobea katika uchumi. Atafanya uchambuzi sasa wa maana yake ni nini. Tulifanya mwaka jana, tutarudia, kwa sababu wanaopotosha wanaendelea kupotosha, na sisi tutaendelea kufafanua. Ukipotosha tunafafanua, tunawaambia Watanzania ukweli wa mambo yanakwendaje. Hatutaweza kuwaacha Watanzania wabaki na maswali ambayo hayana majibu. Kauli hizi za upotoshaji mara nyingi wanaokwenda kupotosha hawatasema fedha tunazokopa au kwenye uchumi wetu, makusanyo yetu tunayapeleka wapi. Na leo nataka niwaambie, na somo langu litasema hawatawaambia. Watakwenda tu deni la taifa kubwa, deni la taifa kubwa, lakini hawatawaambia yafuatayo. La kwanza, hawatawaambia kama tumetekeleza mradi mkubwa wa bwawa la umeme la Mwalimu Nyerere ambako tumetumia fedha za Kitanzania shilingi, na watu wanasahau mapema sana kwamba katika hivyo vipindi wanavyotaja kwamba tulikuwa na deni dogo la taifa, ilikuwa ukitaka kwenda Mwanza lazima upite Nairobi, ukitaka kwenda Bukoba lazima upite Nairobi. Ilikuwa shughuli pevu kutoka hapa. Nilikuwa naongea na kaka yangu Profesa Kayarara, katibu mkuu wa uchukuzi, ananiambia mimi nilikuwa natoka Dodoma kwenda Singida, ni safari ya siku 1.5, wakati barabara haipo, mvua inanyesha, gari linakwama. Leo hii unateleza tu. Haya mambo yanafanyika kwa sababu tunawekeza. Ndege zetu, shirika letu la ndege ATCL, hivi ninavyozungumza nanyi, hawatawaambia, hawatasema huko, jamani deni la taifa limeongezeka, tuna ndege 16, hawasemi. Lakini shirika letu ATCL lina ndege 16. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, hakuna itilafu. Ndege zote 16 hivi ninavyozungumza zipo angani. Zinakwenda zinatua katika vituo takriban 25 nchi nzima. Na tarehe 2 nimewaambia wanaanza kwenda Urusi, Moscow. Baada ya wiki moja
ATCL inaanza kwenda Oman, Muscat, ndege za moja kwa moja. Hivyo ndivyo tunaongeza utalii, na siku nyingine nitakuja kuambia ni namna gani mapato yetu ya utalii pia yameongezeka, kwa sababu tunawekeza kwenye maeneo ya kimkakati yatakayotuletea watalii wengi na kutuletea mapato mengi. Safari za treni za Dar es Salaam Dodoma, wote mashuhuda, mko hapa Dodoma, wote nyinyi mnatumia SGR. Mnaona namna ambavyo uchumi wetu umebadilika, na kazi ya ujenzi wa vipande vingine vya SGR zinaendelea. Achaneni na upotoshaji wa kwamba miradi imekwama. Hakuna mradi uliokwama hata mmoja. Kazi zinaendelea. Tunakwenda katika serikali hii ya awamu ya 6. Serikali ilifika ikakuta ujenzi wa reli unafanywa katika vipande viwili, Dar es Salaam Morogoro Dodoma. Serikali imeanza kujenga SGR kutoka Dodoma kwenda Tabora, kutoka Tabora kwenda Isaka, kutoka Isaka kwenda Mwanza, kutoka Tabora kwenda Kigoma, kutoka Kigoma kwenda Msongati. Vingapi hivyo? Huko kote zimewekwa fedha. Sasa unatekeleza miradi yote hiyo, deni la taifa lisiongezeke, hizo fedha unazitoa wapi? Tunawekeza kwenye maeneo ya kimkakati yatakayotupatia uchumi mkubwa.